UN yatua nchini Tanzania na kuanza uchunguzi wa kina ambao utasaidia kumpeleka Samia Suluhu ICC. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siku chache tu baada ya uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29, Tanzania imejikuta katikati ya giza nene la madai ya mauaji, ukandamizaji na watu kupotea. Hali ambayo sasa imeibua hisia nzito ndani na nje ya mipaka ya nchi. Umoja wa Mataifa kupitia kamishna mkuu wa haki za binadamu Volker Turk amevunja ukimya na kutoa wito rasmi wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu yale yanayoelezwa kuwa ni mauaji ya kutisha yaliyoelekezwa dhidi ya raia wasio na hatia. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne tarehe 11 Novemba mwaka huu, ofisi ya kamishna huyo imesema imepokea taarifa nyingi zinazoashiria uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Tanzania. Mamia ya watu waliripotiwa kuuawa, wengine kuteswa, kujeruhiwa au kutiwa kizuizini kwa nguvu baada ya maandamano yaliyofuatia uchaguzi huo. Wengi wa waliokuwa wakipaza sauti kudai uwazi wa matokeo sasa hawajulikani walipo. Siku ambayo ilipaswa kuwa kilele cha demokrasia nchini Tanzania, siku ya Oktoba tarehe 29 mwaka huu, imeligeuka kuwa kumbukumbu ya hofu kwa mamilioni ya Watanzania. Wakati kura zikipigwa kwa matumaini ya kuamua mustakabali wa taifa, anga la kisiasa lilianza kutetemeka kwa mvutano, shutuma za udanganyifu na ripoti za vitisho katika baadhi ya maeneo. Muda mfupi baada ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo rasmi, maandamano yalilipuka katika miji kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya. Lakini ndani ya muda mchache maandamano hayo yaligeuka machafuko. Watu walikimbia barabarani, milio ya risasi kasikika na mitaa ikageuka uwanja wa vita kati ya raia na vikosi vya usalama. Mashuhuda waliokuwa wamefanikiwa kutuma taarifa kabla ya mitandao kufungwa walieleza hali ya taharuki iliyoambatana na misururu ya magari ya kijeshi, ukamataji holela na harufu ya mabomu ya machozi iliyojaa hewani. Miongoni mwa hatua zilizochochea ukosefu wa taarifa sahihi ni kuzimwa kwa mtandao wa interneti nchini kote. Serikali kwa kile ilichotaja kuwa ni kulinda amani na usalama wa taifa ilizuia upatikanaji wa majukwaa ya kijamii ikiwemo X ama ukipenda Twitter, Facebook, Instagram na WhatsApp. Lakini kwa upande wa ndani wa kimataifa, kuzimwa kwa mawasiliano kulionekana kama jaribio la kuficha ukweli, na kwa muda wa siku kadhaa Tanzania ilifunikwa na pazia la ukimya wa kulazimishwa. Dunia ilibaki ikisubiri ripoti kutoka kwa wachache walioweza kupenyeza taarifa kupitia njia zisizo rasmi. Kamishna Volker Turk amesema kuwa hali hiyo ilifanya vigumu kuthibitisha idadi kamili ya waliouawa na waliopotea. Hata hivyo, vyanzo vyake vinasema mamia ya raia walipoteza maisha yao, wengi wakiwa vijana walioteuliwa mstari wa mbele kudai haki zao. Na katika maeneo mbalimbali nchini, familia zimeendelea kukaa kwenye milango ya vituo vya polisi, hospitali na mochari kwa matumaini ya kupata taarifa za wapendo wao. Wengine wamepoteza matumaini wakihisi kwamba wapendo wao wamezikwa bila majina katika makaburi ya siri. Ripoti zisizo rasmi zinaeleza kuwa baadhi ya familia zimekuwa zikizuiwa kufanya mazishi hadharani au hata kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu vifo vya ndugu zao. Hali imezidisha hofu kwamba mauaji hayo yamepangwa kwa kiwango cha juu, yakihusisha mamlaka za kiusalama zinazolindwa na ukimya wa kiserikali. Kwa maneno ya vijijini, wanaharakati wameeleza kuwa miili ya baadhi ya waandamanaji imekuwa ikipatikana baada ya siku kadhaa ikiwa imefunikwa haraka. Wengine bado hawajulikani waliko na hawapo magerezani, hospitalini wala
nyumbani. Taarifa ya Umoja wa Mataifa imewekwa msisitizo kwamba serikali ya Tanzania ina wajibu wa kisheria wa kulinda maslahi ya raia wake na kuhakikisha kila kifo au tukio la kupotea linachunguzwa kwa uwazi. Volker Turk ameitaka serikali kutoa orodha ya watu waliokamatwa, waliopotea na waliokufa na kuruhusu familia kupata miili ya wapendo wao na vilevile kuacha hatua za haraka kuhakikisha wahusika wote wanawajibishwa bila upendeleo. Wito huu umekuja wakati mashirika ya haki za binadamu ndani na nje ya nchi yakionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kile kinachoonekana kuwa ni kuongezeka kwa ukandamizaji wa kisiasa na ukosefu wa uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Matukio haya ya mwaka 2025 yanaibua kumbukumbu za machafuko ya mwaka 2020 ambapo pia kulikuwa na madai ya mauaji na ukandamizaji baada ya uchaguzi. Tofauti na wakati huo, sasa dunia iko macho zaidi na teknolojia za kidijitali licha ya kuzimwa kwa muda imewezesha picha na video kadhaa kufikia mitandao ya kimataifa. Tanzania ambayo kwa miaka mingi imejivunia kuwa kisiwa cha amani katika Afrika Mashariki, tena inajikuta ikiangaliwa kwa jicho la mashaka. Wadau wa kimataifa wanaona kwamba mustakabali wa taifa hilo unategemea jinsi litakavyoshughulikia tuhuma hizo nzito na ikiwa litachagua njia za wazi au kufunika majivu ya moto chochoma ama unaochoma chini kwa chini. Katika mitao ya jiji la Dar es Salaam, maisha yanaonekana kurejea kwa utulivu wa juu. Biashara zimefunguliwa, magari yanapita kwa kawaida, lakini hewa ya taharuki bado inatanda. Wengi wanaogopa kuzungumza hadharani wakihofia kuhusishwa na upinzani au maandamano. Mashirika ya kijamii na viongozi wa dini yameanza kufanya maombi ya kitaifa na mikutano ya faragha kujadili njia za maridhiano. Hata hivyo, bila uwazi na majibu rasmi kutoka serikalini, basi majeraha ya kijamii yanaendelea kuumiza nafsi za maelfu ya waliopoteza wapendo wao. Kwenye mizani ya haki na mamlaka, Tanzania inakabiliwa na mtihani mgumu na hadi sasa kuna taarifa rasmi za serikali kuthibitisha au kukanusha kwa kina idadi ya vifo. Mamlaka za usalama zimekuwa zikisisitiza kwamba hatua zilizochukuliwa zilikuwa za kulinda amani dhidi ya waandamanaji waliovunja sheria. Lakini hoja hii inakosa nguvu mbele ya ushahidi unaoendelea kujitokeza, na ripoti ya kimataifa zinaonyesha uwepo wa mifumo ya ukamataji wa kiholela, mateso ya kufungwa kwa wanaharakati na waandishi wa habari. Swali kuu sasa ni kama Tanzania itachagua kufungua ukurasa mpya wa uwazi au kuendelea katika njia ya ukimya na uoga. Historia imeshuhudia mataifa mengi yakipoteza uthabiti kwa kukwepa kukiri makosa, lakini pia imeshuhudia mataifa yanayoinuka baada ya kukabiliana na ukweli kwa ujasiri. Wito wa Umoja wa Mataifa ni kengele ya onyo na matumaini ya taifa lililojengwa juu ya misingi ya amani na utu. Uwazi, uwajibikaji na haki ndizo nguzo pekee zinazoweza kurejesha taifa hilo katika hadhi yake ya zamani kama mfano utulivu katika Afrika Mashariki. Ni Kenyascope, channel yako pendwa ambapo unapokea taarifa na uchambuzi wa kina ambao haupindishwi wala kuegemeshwa upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe na vile kulike video zetu, share ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajapata taarifa hii, na vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapoziweka.